Kwa mada hii ya Kisumu, nimesikia watu wengi wana complain hapa, mara sijui Orengo alibeba gusu wakaenda nayo huko, mara sijui. Mimi nawaambia tu ukweli, kama hujaikaa Kisumu, ongelea mambo ya Kisumu. Usitetee watu wa Kisumu hapa eti mara Kisumu kuna gusu. Huko ndio kuna gusu. Wewe ndio chama. Huko ndio kuna gusu. Kama gusu na control Kisumu, Kenya mzima ni Kisumu. Hapo Kisumu na control Kenya mzima ukitaka maguzi. So huwezi niambia Orengo alibeba guzi kutoka mahali akaenda huko. My friend, sijai kuja hapa kwa kamera mseme hiyo kitu tena. Mimi naweza confirm mtu mmoja mwenye najua hapo ni Mjaluo. Na nashangaa sana tukiimba mambo ya broad base. Na tusipojichunga kwa hii broad base, sisi wenyewe ndio tutaumia. Mbona nasema hivi kama Wajaluo? Unaona kama unapata kama saa hii Ruto anapeleka gas milima, anapeleka blanketi huko milima. Kisumu ukiona Nyanza ukiona ni mapango ninapeleka huko na mitali. Ni nini inaendelea hapo? Which means Ruto anajaribu kutuambia watu wa milima wapike, walale, wajifunike, wazumwe na huku, watulie, waongoje 2027 wapige kura. Sisi wenyewe tuendelee kuana huko peke yetu. Ikifika 2027 tukipeleka Uhuru tunapewa Uhuru kazi ngumu, akiulizwa wewe unataka bargaining power, uko na numbers, unapata kana numbers tulizika wote. Hapo Uhuru ataanza kubageni aje. Alafu tunasimama hapa tunapiga kifua, tuko broad base. Sisi kama Wajaluo lazima tufikirie hii. Lazima tuangalie hii kwa makini sana. Yezi kwa milima inapelekwa hizo blanketi na gas. Watu wapike walale. Kisumu ukienda ni mishale na mapanga ndio unaona huko. Ikipema tunasema tunalaumu Uhuru. Uhuru akipelu huko eti mara wao mzaji hajatujalia. Ni sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Ukikubali tumike na 500 wewe Mjaluo mwenzako mwenye kesho unapiga naye kura upeleke Ruto hiyo yenye unaye utapigia nani ataenda apange line kwa ushauri Mjaluo mwenzako. Kwa sasa hivi tunasema sisi kama Wajaluo hapo ndo kura ya Tharaka-Nithi iko. Si tunasema hivyo sasa hivi. Hiyo kura ya Tharaka-Nithi itatoka wapi? Kama tumekufa sisi wote. Iwezi kuwa hivyo. Lazima tu stop hii mambo ya ugunizumu na Kenya endelee. Mtu kama Raymond Omolo toka usome kidete. Hii mambo ya ugunizumu lazima iishe. Mosol wa Nyanza komesha hii kitu. Na kujua wewe vizuri. Wewe si kurudi nyuma. Toka usaidie watu wetu. 2027 tupige Ruto kura, tuimbe hiyo tutam yenye tunaimba. Na usipotuongoza sisi kama Wajaluo tutaumia. Na utapata kama wenye wanapoa blanketi ndio watapata hii pao yenye Uhuru anaenda kubadilika. Hapo nayo umeongea. Ya pili ikienda hii mambo ya hii yenye unasema Papa Tuoli. My friend usidanganyane. Huyu Papa Tuoli huyu jamaa, huyu mzee ametumislead vibaya sana. Huyu mzee mimi nikikumbuka huyu mzee ndiye alituambia tuende tukate miti Sugoi, Ruto anataka kujinyonga. Eti hii kiti ni ya Raila Amolo Odinga. Atuoli alitutangazia vile tuko na deep state. Kila kitu tuko nayo. Hatuwezi shinda kwa hiyo uongozi. Baadaye kidogo unasikia Atuoli analia, hii imeenda. Sasa hii mbona sema hii mambo ya kukata miti huko? Huyu Atuoli ndiye anatumislead sana. Na mkisema mambo ya Waluya hii muangalie vizuri sana. Atuoli amemislead. Mkisema eti mambo ya wenye wanatuzi Raila, hata Atuoli mwenyewe ametuzi Raila. Tusidanganyane hapa. Atuoli mwenyewe ametuzi Raila. So mkisimama sasa hivi na Sifuna mtoto mdogo mwenye ako na akili, mwenye anaweza panga vijana. Tusome na huyu jamaa apange Waluya na tusaidie pia sisi kama vijana. Na hii mambo ya kusema mambo ya Atuoli na mambo ya ugunizu, mimi naomba Raymond Omolo toke ndani, na ukijua ni Orengo ndiye alifanya hii kitu. Orengo mimi nikuongozea na mtambua. Chukua tu, shika huyo Orengo kesho. Mweke kotini, peleke kotini. Ama guza atugaje jamii. Asante sana Mr.